بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea na darsa katika yanayohusu zakatul fitr. Mara ya mwisho tuliona maana ya kunasibishwa zaka kwa neno fitri, zakatul fitr, na mara mwisho kadhalika tuliona hukumu ya zakatul fitr. Tukaona kwamba zakatul fitri ni wajib kwa kila muislamu, ni wajib kwa kila muislamu ambaye ni mtu huru, ambaye ni mtumwa, ambaye ni wa kiume, ambaye ni wa kike, ambaye ni mdogo mkubwa katika waislamu, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma, aliyoitaja al-Imam al-Bukhari na ameitaja al-Imam Muslim, na lafudhi ya hadithi ni lafudhi ya Imam Muslim, ni lafudhi ya hadithi ni lafudhi ya Imam Bukhari. Afwan, amesema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri ala al-hurri wal-abdi wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. Amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri ala al-hurri wal-abdi, juu ya kila mtu huru muungwana, wal-abdi, na mtu mtumwa mtwana, wal-dhakari, na juu ya kila mwanamume, wal-untha, na kila mwanamke, was-saghiri, na kila mdogo, wal-kabiri, na kila mkubwa, min al-muslimin, katika waislamu. Amara biha an tuadda qabla khuruji nnasi ila as-salah, ameamrisha kunako hiyo zaka itolewe kabla ya watu kutoka kuelekea katika viwanja vya kuswalia Eid. Kwa maana itakikana itolewe kabla ya watu kwenda kuswali Eid, na wakati wake mzuri sana kutolewa kwa zakatul fitri ni alfajiri ya kuamkia Eid. Alfajiri ya kuamkia Eid, huu ndio wakati ambao ni afdal, bora zaidi. Na hili kwa tahadhari, kwa watu wengi hushughulishwa wakati huo, mtu akaandaa kuoga, wale kina mama wakaandaa mapishi haraka haraka, chai itakuwa iko wapi. Kwa hiyo ni wakati wa tahadhari pia. Kina baba, pasi iko wapi, umeme umekatika, uko wapi, moto mkaa uko wapi, pasi ya mkaa iko wapi, koleza almuhim ni wakati wa taharuki. Kwa hiyo ni bora wa wakati huu, lakini kwa yule ambaye anaona kwamba hatoshughulishwa kiasi kwamba ukaupita wakati huu mpaka wakafika watu kwenye kuswali Eid, bora ya wakati wake ni wakati wa alfajiri ya kuamkia siku ya Eid. Na hili ni kwa mujibu wa wanawazuoni wa madhehebu zote nne zilizokuwa mashuhuri, kwamba bora ya wakati wake ni fajri yaumi al-Eid, alfajiri ya siku ile ya Eid.
Na wakati wa alwujub ni kuangukia au ni kuzama kwa jua, ni kuzama kwa jua siku ya kuamkia Eid, yani magharibi tayari. Wakati ule sasa ni wakati wa alwujub, wajibu kutoa. Mpaka wakasema ahlul ilm, ikitokea mtu amefariki muda ule magharib saa moja saa ngapi, wajibu huyu marehemu atolewe zakatul fitr. Kwa nini? Kwa sababu alishaingia kwenye wakati wa alwujub, wakati wa uwajibu wa yeye kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo kafa kaacha deni. Na ikitokea mtu kaslimishwa muda huo, tayari naye ameingia, kaslimishwa muda huo wa magharib wa kuamkia siku ya Eid, atoe huyo zakatul fitr. Huu ni wakati wa alwujub wa uwajib. Na wakati wa jawaz, kwamba yajuzu, yafaa, hakuna ubaya kuitanguliza zakatul fitr kabla ya Eid kwa siku mbili, kama alivyokuwa akifanya sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba yeye alikuwa kwa shida yake ya kwa maana ya kwa ukali wake wa kushikamana na sunna na kupenda mambo ya kheri, radhiyallahu anhu, alikuwa akitanguliza kabla al-Eid bi yawmain, kabla ya Eid kwa siku mbili. Huu ni wakati wa kujuzu na kufaa, kwamba yafaa, hakuna ubaya. Na kuna wakati wa wajibu, ni ile magharibi kuamkia Eid. Na katika huu wakati wa wajib uliombora zaidi ni alfajiri ya kuamkia Eid. Dhahiri pamoja kwamba ziko kauli yafaa kutanguliza hata kabla ya Ramadhani, yafaa kutanguliza, lakini kauli yenye nguvu kwamba yafaa kutanguliza kabla al-Eid bi yawmain au yawm, siku mbili kabla au siku moja kabla. Atakayetoa hii zakatul fitri kipindi baada ya Eid, baada ya sala, watu washasali ndio akatoa zaka yake ile. Wanasema ahlul ilmi kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayetoa baada sala fahiya sadaqatu min as-sadaqat, itakuwa ni sadaka tu miongoni mwa sadaka nyingine. Atakayetoa baada sala sadaqatu min as-sadaqat, itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka nyingine. Na tukasema hazitolewi pesa kwenye zakatul fitr, hazitolewi pesa, hutolewa chakula. Itokee kwenye mazingira fulani, labda kuna watu wako Arabuni huko wakupewa zakatul fitr hawapo, kwa hiyo wataka watume pesa zao, wawafanye watu kuwa ni mawakala wao, wakatuma pesa kwa wakala wao anunue vyakula alafu avigawe kwa wenye kustahiki. Hili lafaa. Lakini wewe unakwenda kumwona maskini wampa pesa, tukwambia halifai hilo, kwa sababu umekwenda kinyume na hadithi. Hadithi ya Abdullah ibn Umar inasema Mtume kafaradhisha zakat al-fitr sa'an min tamrin, pishi ya tende, au sa'an min sha'irin, au pishi ya shairi. Na kwenye hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri anasemaje, kunna nu'tiha fi zamani an-nabii sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tukiitoa zakatul fitri zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, sa'an min ta'am, pishi moja ya chakula. Chakula kwao walikuwa ni ngano. Au sa'an min tamrin, au pishi moja ya tende. Au sa'an min sha'irin, au pishi moja ya shairi. Au sa'an min aqitin, au pishi moja ya maziwa yaliyokaushwa.
au saa min zabibin, au pishi moja ya zabibu kavu iliyokauka, pishi moja ya zabibu kavu. Na wao walikuwa na pesa, walikuwa wana dinari na walikuwa wana dirham, lakini Mtume akasema watoe pishi, wakatoa pishi. Je, uwajibu wa kutoa zakatul fitri kwa mtu utamwanguka ikiwa atatoa hiyo zaka nje ya wakati wake? Wakati wake ushakwisha, atakuwa ameangushiwa ule uwajibu wa yeye kutoa zakatul fitri kwa kuwa muda ushakwisha. Umeelewa swali mzee Salim? Muda umekwisha, muda wake mwisho ni kabla watu kuingia kuswali. Akaja mtu na zaka yake baada salatul Eid, akaambiwa muda ushakwisha. Je, kwa kwisha kwa muda, huyu mtoaji zaka aliyejichelewesha huko akachelewa, uwajibu wa kutoa ile zaka umeanguka? Wanasema wamekubaliana wanawazuoni ala anna zakata alfitri la tasqut, hauanguki uwajibu wa zakatul fitri idha kharaja waqtuha, pale unapotoka wakati wake, hauanguki ule wajibu. Kwa nini? Kwa sababu ni hii zaka imewajibika kwake, ni dhima hiyo, ni dhima kabebeshwa na sharia awape wenyewe. Ni dhima hii kwake, atakiwa awape wenyewe, asishikilie. Kwa hiyo ni deni. Deni hili halitoki kwa huyu anayedaiwa mpaka alipe, alitoe deni la watu, kwa kuwa hii zaka alfitri ni haki ya mja, sio yake, ni haki ya mja. Kwa hiyo ni deni, ni dhima anayo. Kwa hiyo arudishe dhima ya watu, ajitakase. Ama haki ya Allah, sasa kuna haki mbili hapo. Kuna haki ya wale wapewao, kuna haki ya wapewao wenyewe, wapo wewe umezulia na kuna watu hawajakula, toa haki ya watu, haki ya wapewao. Alafu kuna haki ya Allah. Haki ya Allah kwa kuchelewesha huyu, kuichelewesha hii zaka, akichelewesha hii zaka kutokamana na wakati wake uliowekwa na sharia, haki hii ya Allah haidondoki. Kwa hiyo dhambi analo kwa kuchelewa. Kuna haki mbili pale, kuna haki ya wapewao na haki ya aliyeweka wakati na muda maalum wa kuwapa wale wapewao. Wale wapewao haki yao haipomoki wala haianguki, toa wapewe. Alafu haki ya Allah kwa kuchelewa, hii haidondoki, kwa maana si ulichelewa na sharia ilikwambia wahi, si ndio? Kwa nini umejichelewesha? Kwa hiyo haki ya Allah haiondoki isipokuwa kwa mambo mawili makuu aliyotaja ahlul ilmi, bil istighfari wan nadama, kwa kufanya istighfari, kutubu juu ya kuchelewa kufanya hayo, kadhalika kujuta juu ya ile hali iliyokutokea. Haya ndio wamesema wanawazuoni dhahiri. Masala mengine tuliwahi kuyagusia jana baada salati aljumaa, si vibaya tukayarudia kwa ndugu zetu wanaotufuatilia ambao hawajasikia. Masala ya baba kuwatolea zakatul fitri watoto wake, wake zake, na mfano wa masala kama hayo, likoje hili? Baadhi ya ahli ilmu wamesema zakatul fitri tajibu ala kulli hurrin muslimin, zaka hii ni wajibu kwa kila mtu huru muislamu ambaye anamiliki chakula chake na chakula cha watu wake
mchana wa Idi na usiku wake, alafu kukapatikana ziada, ni wajibu huyu atoe zakatul fitri, kujitolea yeye na kuwatolea wale ambao hulazimika kuwapa nafaka, kama vile mkewe, watoto wake, watumishi wake, kwa ushahidi wa hadithi iliyotajwa na al-Imam ad-Daraqutni katika sunani yake na al-Imam al-Baihaqi katika sunani yake al-Kubra, na akaihasanisha al-Allama al-Albani katika al-Irwa. Anasemaje Mtume sallallahu alayhi wasallam? Addul fitrata amman tamununa, toeni, watoleeni wale ambao nyinyi mnawapa nafaka, mnawalisha, mnawanywisha, ambao wako chini ya himaya yenu, watoleeni hao zakatul fitri. Kwa hiyo baadhi ya ahlul ilmi wakaonelea kwamba qayyimul bait, msimamizi wa nyumba, baba mwenye nyumba ambaye kuna watoto pale yuko nao, kuna wake pale, kuna watoto wa dada yake anawalea hapo, huyu anatakikana awatolee hawa kupitia hii hadithi. Na baadhi ya ahli ilmi wakaonelea kwamba hapana, hawajibishwi mwenye nyumba, baba na msimamizi wake, awatolee zakatul fitri waliokuwa chini ya himaya yake, hakuna wajibu wa kufanya hivyo. Kwa hiyo kauli ya pili hiyo katika kauli za wanawazuoni. Sisi tutawahoji hawa sasa, nyinyi kwa nini mnasema hayo wakati kuna hadithi ya wazi kabisa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, addul fitrata amman tamununa, walipieni fitri wale ambao wako chini ya himaya yenu. Wakasema hiyo hadithi bwana, hadithun dhaif, hiyo hadithi ni hadithi munqati', hiyo hadithi la yasihu al-ihtijaj bih, haifai kuijengea hoja, ni hadithi dhaifu. Wakaambiwa tena, sasa jalia hiyo hadithi ni dhaifu, lakini mbona tunaona sahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu alikuwa akijitolea yeye na alikuwa akiwatolea watu wa nyumbani kwake, mpaka alikuwa akimtolea zakatul fitri mtumishi wake Nafi', bali sio Nafi' tu, na watoto wa Nafi' alikuwa akiwatolea. Mnasemaje juu ya hilo? Na huyu ni sahaba. Wao wakajibu wakasema, ni kweli haya alikuwa akiyafanya Abdullah bin Umar, lakini athari hii kutoka kwa Ibn Umar kwamba alikuwa akiyafanya haya bado haijulishi juu ya uwajibu wa haya, kajitolea mwenyewe. Kwa hiyo sahihi ya mambo kwa mujibu wa wanawazuoni hawa, anna zakata alfitri wajibatun ala alinsani binafsihi, kwamba zakatul fitr ni wajibu kwa mtu yeye mwenyewe. Na binti yake kama ana binti ni wajibu juu yake yeye mwenyewe. Mke ni wajibu juu yake yeye mwenyewe. Kama ana baba yake hapo, huyo baba ni wajibu juu yake yeye mwenyewe. Wa hakadha, na hivyo hivyo na kuendelea. Na wala si wajibu, wanasema wala tajibu ala ash-shakhsi amman yamunuhu min zawjatihi wa aqaribihi, na wala si wajibu mtu kumtolea zakatul fitr anayemlea, anaishi naye, anayekula kwake, kwa sababu baadhi ya ahlul ilm wamesema hata kama kaja mgeni nyumbani kwako kwa lengo la kumfuturisha, bwana mjomba uko wapi, njoo tufunge Ramadhani hapa, shangazi toka huko kijijini ulipo, njoo ufunge Ramadhani mjini hapa, basi huyu shangazi yako ulimtoa kijijini na yule mjomba wako ulimtoa kijijini ambaye umemfuturisha pale mwezi mzima mpaka ikamfikia Idi yuko pale,
basi wewe watakiwa uwatolee wale. Baadhi ya ahlul ilmu wamesema hayo. Sasa kauli ya pili ya wanawazuoni wanasema hata huyo mtu aliyekuja hakuna uwajibu wa wewe kumtolea zakatul fitri, kwa ushahidi wa hadithi ya Abdullah bin Umar inayosema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri, amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri, saa min tamrin, pishi moja ya tende, au saa min sha'irin, au pishi moja ya shairi, ala alhurri walabdi, juu ya kila mtu huru na mtu mtumwa, wadhakari waluntha, na wa kiume na wa kike, wasaghiri walkabiri, na watoto wadogo na watu wakubwa, min almuslimina, katika Waislamu. Wakajenga hoja kupitia hii hadithi wakasema wal aslu fil fardhi annahu yajibu ala kulli wahidin bi'ainihi duna ghairihi, asili katika kila ambalo limefaradhishwa na Allah, asili katika kila ambalo limefaradhishwa ni kwamba ni wajibu kwa kila mmoja kwa dhati yake, ni wajibu kwa kila mmoja kwa dhati yake, sio kwamba ni wajibu atabebeshwa nao mtu mwingine faradhi ya mtu mwingine. Hii ndiyo asli, hii ndiyo asli katika faradhi za Allah. Angalia swala, tulitoa mfano jana kwamba hawezi mtu akasema mke wangu ana kazi nyingi pale nyumbani leo, ana kazi ya kufua, akitoka hapo apige deki, akitoka hapo akanuftari, aziandae, apike, mimi naona kumfanyia takhfifu mke wangu nitaswali adhuhuri mara mbili, adhuhuri yangu, adhuhuri ya mke wangu, na ala asri kadhalika. Mke wangu nitamwacha magharibi huko, atapiga mwenyewe raka zake 3. Asli kwenye faradhi kila mmoja ni yake mwenyewe. Hii ndiyo asli. Asli katika hija aende mtu yeye mwenyewe, ndiyo asli. Waliqauli llahi ta'ala, na kwa ushahidi wa kauli ya Allah mtukufu. Amesemaje Allah mtukufu? Anasema wala taziru waziratun wizra ukhra. Hoja hiyo wanaendelea kuijenga wanawazuoni wale waliokataa kubebeshwa mtu jukumu la kuwatolea zakatul fitr wengine, wanaendelea kujenga hoja hawa ahlul ilm. Aya ya 164 ya suratul An'am anasemaje mtukufu subhana? Anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, na wala hakuna mbebaji atakayebeba madhambi ya mwingine, kila mmoja atabeba madhambi yake. Wala wajabat zakatul fitri ala shakhsi nafsihi, na lau zakatul fitri ingelikuwa ni wajibu kwa kila mtu, walau wajabat zakatul fitri ala shakhs nafsihi wa amman yamunuhu, na lau ingelikuwa wajibu wa zakatul fitri uko juu ya mtu mwenyewe na uko juu ya wale ambao, yani uko juu yake kutokamana na wale ambao anawalea, hapa fa innahu sawfa taziru waziratun wizra ukhra, hapa sasa tutakuwa tunambebesha mtu madhambi ya mtu mwingine, ikiwa kila mtu ana wajibu wa kujitolea na kuwatolea anaowalea, na aya inasema hatobeba mwingine madhambi ya mwingine. Tukilisema hili kwamba mtu ajitolee na awatolee anaowalea, basi tutakuwa tumembebesha mtu madhambi ya mtu mwingine. Asipotoa huyu kuwatolea hawa atapata dhambi huyu, ndio maana yake, tumembebesha huyu madhambi ya watu wengine, na aya inakataa hilo jambo. Lakini hakuna ubaya kama atafanya wema na atafanya ihsani. Lau akhrajaha amman yamunuhu, kama ataitoa zakatul fitri kwa wale anaowalea walio chini ya himaya yake, wa biridhahum, na kwa kuridhia kwao, fala ba'sa bidhalika wala haraj, hilo halina ubaya. Kama vile ambavyo mtu angelipa deni kumlipia mtu mwingine ili hali yule anayelipiwa yuko radhi kwa hilo, hakuna ubaya, hilo deni litakuwa limemuondoka yule mdaiwa, dhima ya deni imemuondoka kwa kulipiwa na ndugu yake kwa kuridhia kwake. Na kwa kuwa pia yafaa kumtolea zaka mtu mwingine
akiwa ameridhia yule anayetolewa zaka. Mfano huu katika sehemu nyingine Sheikh anauweka wazi rahimahullah, Sheikh Uthaymeen huyu, baada ya kuulizwa swali na mmoja katika akina mama, jukumu la kutoa zaka ni la nani? Ni la mume awatolee wake zake na watoto wake, hata kama mke anajimudu, ana shughuli zake, mfano ana kazi zake, ana kipato, bado jukumu la baki kwa mume? Katika maana ya swali ambalo limeulizwa, katika maana ya jibu alilolitoa Sheikh akasema hapana, kila mtu atoe mwenyewe. Mke kama anajimudu ajitolee mwenyewe, mtoto ambaye yuko chini ya himaya huyo baba anajimudu na shughuli zake ajitolee yeye mwenyewe. Binti ana kijikazi chake, anasomesha nasari, anasomesha chekechea, anasomesha vidudu, ajitolee mwenyewe. Si ana kijifara chake anakipata, ajitolee mwenyewe. Hii ndiyo asili. Na kama mume atakutolea wewe mke, basi ni katika mlango wa ihsani kukufanyia wewe, sio kama ni jukumu liko kwake. Kwa kuwa ni faradh umeelekezewa wewe mwanamke, ni faradh kaelekezewa binti yako, ni faradh kaelekezewa kijana wako wa kiume, ni faradh kaelekezewa huyo kijana wenu wa kazi hapo nyumbani, shamba boy na kadha wa kadha. Kila mmoja kaelekezewa hiyo khitabu ya faradhi. Kwa kila mmoja ajipapatue yeye mwenyewe kujitolea zakatul fitr. Swali laweza likajengeka hapa, sasa watoto wadogo je? Kijitoto cha miaka 6, kile kijitoto cha miaka 8 na kile kichanga cha miezi 3, vipi hapo ustadhi? Jawab, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, lakini al-aulad as-sighar, lakini wale watoto wadogo, alladhina la mala lahum, ambao hawana mali, qad naqul biwujubiha ala abaihim, sisi tutaweza tukasema uwajibu wa kuwatolea wale watoto upo kwa baba zao, lianna hadha huwa almaruf an as-sahaba, kwa kuwa hili ndilo lililotambulika kwa masahaba. Tumeelewana vizuri hapo, ili iondoke ile ishkali kwamba sasa ikiwa kila hivyo, lakini hadithi inasema wasaghiri, na mtoto mdogo. Vipi sasa mtoto mdogo tumwambie kwamba wewe bwana, sharia imekutaka wewe mwenyewe jipapatue, baba wa miaka 8 ajipapatue? Huyu litarudi jambo kwa baba yake. Lakini kijana anafanya kazi, anashughulika, anafyeka huko au analima vibarua, ana pesa zake anazipata, anakwenda kwenye madaladala apiga debe huko, anarudi sihaba, mfukoni kuna shilingi 10,000, shilingi 5,000 kwa siku. Huyu tuambie jitolee bwana, baba jitolee, baba mwanangu jitolee. Mzee Miraji upo hapo? Akatoa mfano kwamba hili atakalolifanya mume kumfanyia mkewe, kumtolea zaka mke ambaye anajimudu na anajiweza, ni katika mlango wa ihsani. Ni kama vile ambavyo mwanamke huyu anamiliki dhahabu. Nyinyi mnafahamu kwamba mwanamke akimiliki dhahabu, ile dhahabu ikiwa zimefika zile gramu ambazo kwamba zatakikana kutolewa zaka, atakiwa aitolee zaka dhahabu yake, hata kama ni dhahabu ya mapambo anaivaa kwenye shughuli za harusi, anaivaa siku za sikukuu, anavaa chumbani kumfamilia mumewe, lakini zimefika dhahabu alizokuwa nazo pale ndani kwake gramu 85, atakiwa hiyo dhahabu aitolee zaka kila mwaka. Ikiwa pungufu ya gramu 85, hii haina zaka. Labda ikawa ni gramu 84, 83, ndio baadhi ya ilmi wanawafundisha akina mama hila kwamba kwa nini upate tabu kila mwaka utoe zaka? Kwa nini upate tabu kila mwaka utoe zaka ya dhahabu? Ipunguze ile dhahabu yako ifike gramu 83, 84, 83 na nusu, basi umenusurika. Lakini kama mwenyewe wataka uonekane una madhahabu wewe, na dhahabu zinazozimiliki hazipungui gramu 100, una gramu 150, basi wewe utakiwa uzitolee zaka. Uchukue hizo gramu ulizokuwa nazo uzigawanye kwa 40. Kama una gramu 100 gawanya kwa 40. Tupige hesabu hapo, mmoja apige hesabu hapo. Gramu 100 gawanya kwa 40, ili kina mama wapate faida. Naam, gramu 2.5. Kwa hiyo kwenye gramu 100 ya dhahabu unayomiliki nyumbani kwako utakuwa utoe gramu 2.5 kila mwaka.
Kwa ima utoe pesa, kwa maana uikomboe dhahabu yako, wa ila ile dhahabu yako itolewe na sonara gramu 2.5, au uikomboe isichukuliwe. Mwambie sonara gramu 2.5 shilingi ngapi? Akwambie bwana ni 300,000, basi kila mwaka toa 300,000. Ili uepukane na hilo, basi megemege ile itoe mpaka ifike gramu 84, 83, 80, uwe na gramu zako hizo ambazo hazijafikia nisab. Sasa huyu mwanamke ambaye atakiwa atoe zaka juu ya madini haya ya dhahabu alikuwa nayo, sio dhahabu tu, mpaka fedha, silva nazo zimiliki mwanamke zikiwa zimefikia nisab, atakiwa itolewe zaka pia. Wajibu wa kutoa zaka hii dhahabu hauko kwa mume, wajibu uko kwa huyu mwanamke mwenyewe. Sasa mwanamume akaona kwamba mke wangu, kesho nimeplani nikutolee zaka ya dhahabu zako, usemaje? Niko radhi mume wangu, mimi maridhia katika hilo. Basi uwajibu ule ushamuondoka yule mwanamke kwa kufanywa ihsani na mume wake, wa ila asli mwanamke mwenyewe atoe zaka yake ya dhahabu. Dhahiri طيب. Sasa ikiwa mtu anamiliki mtumwa, yani tujalie kwamba ziko zama za watumwa, tuna watumwa wetu, anamiliki mtumwa. Je, huyu mtumwa hata kama ana shughuli zake atajitolea zaka? Kama ni mtumwa, imekuja hadithi kumtoa mtumwa huyu anayemilikiwa na mtu Muislamu, zaka yake ya fitri wajibu itolewe na anayemiliki, kwa ushahidi wa hadithi aliyoitaja Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba Mtume amesema, laisa fil abdi sadaqa illa sadaqat alfitr, hana zaka yoyote mja yani mtumwa, ila zaka alfitr inayotolewa na sayyidi wake. Kwa hili la mtumwa kama anamilikiwa, hata kama anajishughulisha wamlipa, lakini wewe si ndio mmiliki wake, wewe ndio unayemtolea zakatul fitr. Tukisema mtumwa hatumkusudii house boy, tukisema mtumwa hatumkusudii house girl au shamba boy. Mtumwa ni yule dhalili, yule anayepatikana vitani. Tumeelewana vizuri Masala ya mwisho tuyazungumzie leo, baba ameonelea kwamba awatolee watoto wake, hata kama wanajimudu, kaonelea awatolee mwenyewe watoto wake mfano. Au tuseme hivi, mwenye nyumba, qayyimul bait, mwenye nyumba baba ana pishi zake za kuzitoa zaka, lakini hazikifu, hazitoshi manake, au hazikidhi, hazitoshi kuwatolea wote. Wanasema ahlul ilm, fa in ajaza anil ba'dhi, akishindwa kuwatolea baadhi nyingine ya wale ambao wako chini ya himaya yake, baada binafsihi, bas aanze kujitolea yeye mwenyewe nafsi yake, ajianze yeye. Jamani, tuna zaka hapa, tuna pishi 5, sisi tuko watu 6 au tuko watu 7, kwa hiyo nimtolee nani, tumwache nani hapa? Mzazi asijifanye kwamba ana huruma sana, kwamba basi mimi baba yenu najitoa. Huruma niliyokuwa nayo mzazi, najitoa mimi, hii pishi itakuwa ya mwanangu huyu, ya huyu mke wangu, mimi simu inshallah. Akatumia akili yake kwamba ajifanya ana huruma na mapenzi na wanawe. Sharia inamwambia ajianze yeye. Kwa nini? Kwa kuwa yeye ndiye aliyehutubiwa na sharia kwamba toa zakatul fitr, na hadithi ya Mtume ikasema, ibda binafsika thumma biman ta'ul, anza kujitolea wewe mwenyewe, kisha wale ambao wako chini ya himaya yako. Sasa ikitokea pia uko wewe mwenye nyumba yako, yuko mke wako,
yuko baba yako, yuko mtumwa. Pishi hazitoshi, kuna mmoja atakiwa aanguke. Basi kwanza wajitolea wewe, kisha baina ya mke, baba, mtumwa anatangulizwa hapo mke, kisha hutangulizwa hapo mtumwa, kisha baina ya baba na mama kuna mmoja atakiwa aanguke hapo asipate, watakiwa umtangulize mama, umwache baba. Tupo hapo mpangilio huu. Kwa wale ambao labda mtu ana kiasi cha kutoa lakini hakikifu wala hakitoshi kuwatolea wote, basi jianze wewe nafsi yako kwanza, kisha mtazame mkeo. Wakati kuna baba wako humu ndani, kuna mama yako, kuna kadha. Jianze wewe, kisha mkeo, kisha mtumwa kama uko naye. Je, kama mtumwa hayupo lakini kuna watoto wangu na baba yangu, baina ya watoto na baba nani anatangulizwa hapa kutolewa? Baina ya watoto wangu niliowazaa na baba yangu aliyenizaa, nani hutangulizwa hapa? Baina ya baba na wajukuu zake hutangulizwa baba yako kabla ya watoto wako. Tupo hapo. Lakini baina ya baba na mama atangulizwa nani? Mama nambari 1 kwa yale yaliyokuja kwenye Qur'ani na yaliyokuja katika hadithi, nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Na Uislamu umemtazama mwanamke tangu miaka 1440 na ngapi. Sio leo watu kuna haki za kina mama. Umeziona wapi haki za kina mama? Haki za kina mama zimekuja na Uislamu. Nakuja sahaba anasema, ya Rasulullah, ni nani katika watu napaswa kumfanyia ihsani yangu ya hali ya juu, kuishi naye vyema, kumsaidia, kumfanya kadha? Nani katika watu? Mtume akamwambia, mama yako. Kisha nani? Akamwambia, kisha mama yako tena. Kisha nani? Akamwambia, kisha mama yako tena mara ya 3. Kisha nani? Kisha baba yako mara moja. Baba akawekwa huko. Jinsi alivyojaliwa mwanamke katika Uislamu. Kwa hiyo baina ya baba na mama hutangulizwa mama, kisha akaja baba. Je, baina ya baba na watoto hutangulizwa baba. Mamoja watoto hao wawe ni wa kike au watoto hao wawe ni wa kiume, babu yao hutangulizwa. Tayib, baina ya watoto kwa watoto, kuna wengine watakiwa tuwaache pale. Pishi hazitoshi, lazima tuwadondoshe watoto wawili. Tuna watoto 7, tutakiwa tuwatolee 5, tuwadondoshe 2. Tufanyaje hapa? Tunaangalia kwamba first born ni nani hapa? Mimi hapa baba, mimi hapa nani? Fatuma, sogea huko. Huyu ndo dada yenu aliyotangulia huko. Huyu kama asingetoka yeye, msingetoka nyinyi. Aliangaliwi hilo. Hata awe mkubwa kiasi gani huyu kaka yetu. Kinachoangaliwa katika hawa watoto, wawe wa kiume wawe wa kike, kwa kuwa haki yao ni moja kwa wazazi wao wote. Haki yao kwa wazazi wao ni moja. Hivyo wanasema ahlul ilm, yuqra'u bainahum liannahum mutasawuna, hupigwa kura kwa kuwa wao wamelingana sawa katika haki. Na hii ni kanuni ya Kiislamu kwamba idha tasawatil huquq quri'a, haki zikiwa ziko sawa, wenye haki hizo wako sawa, basi hatangulizwi mmoja dhidi ya mwingine, bali hupigwa kura. Kwa wale ambao, sababu huyu Fatuma na huyu Rajabu, huyu Aisha na huyu Musa, kwa baba yao wana haki sawa. Kwa hiyo kumtanguliza huyu mbele ya huyu
la mtia simanzi hili, kwa nini awe huyu? Lakini ikipigwa kura atakubali kwamba kadari haikumwangukia yeye, sio kwamba utashi wa baba, ni kadari haikumwangukia yeye. Na hili jambo la kupiga kura katika haki zinazofanana, nani apewe na asipewe, kwa kuwa wote wako sawa, ipigwe kura, ni jambo limekuja katika Qur'ani na Sunna. Jambo lipo katika sharia, katika Qur'ani. Mfano katika suratu Safat, naam, baada ya Yasin, naam, Safati 141 inaanza aya wa inna Yunus lamina almursalin, na hakika Yunus ni miongoni mwa mitume waliotumwa na Allah. idh abaqa ila alfulki almashhun, idh abaqa, kumbuka Muhammad pale alipokimbia. Yunus kakimbia, kuwakimbia watu wake, tena pasi na ruhusa kutoka kwa Mola wake. idh abaqa, pale alipokimbia na kutoroka, kuwatoroka watu wake. ila alfulki almashhun, akapanda marikebu iliyosheheni, akapanda marikebu iliyosheheni, imesheheni watu, imesheheni bidhaa, ikawa yakaribia kuzama. Safina ile iliyopanda fulki, marikebu, yakaribia kuzama. Jamani, yazama hii, tupunguzeni mizigo. Watu wakapunguza. Jamani, bado tupunguzeni watu. Sasa watu sote tuko sawa, sote ni abiria, sote tuna haki. Nani abaki na asibaki, hii lazima bwana, sio kwa upendeleo. Pigwe kura hapa, pigwe kura, ipigwe kura. Fasahama fakana min almudhadhin, fasahama ay faqara'a man fi safina, wakapiga kura waliopo kwenye safina. Bahati mbaya ikamwangukia Nabii Yunus, kwamba katika waliotakiwa wamwagwe yeye naye yumo, akatupwa alayhi salam. Faltaqamahu alhut, akamezwa na samaki, wa huwa mulim, akiwa analaumiwa. Sasa hii ni dalili kwamba ilipatikana ni musahama. Fasahama, wakapiga kura waliomo katika ile safina, kwa kuwa haki za abiria wote zilikuwa ziko sawa. Hatupwi mtu hapa kwa ukabila wake, kwamba wewe kabila Mdengereko, mtose Mdengereko huyo, ana maana gani? Yule nani Nyamwezi, tupa Nyamwezi huyo, tosa. Hawatupu watu kwa makabila yao, kwamba watupeni weusi jamani, wananuksi hawa. Hawatupu watu weusi, sote tuko sawa kwenye marikebu hii. Kwa hiyo kwenye haki zinapokuwa sawa, huja nini? Qur'a, huja qur'a. Na qur'a neno la Kiarabu, na Kiswahili wanasema kura. Neno la Kiarabu asili yake qur'a, kwa Waswahili wametoa huko. Hilo la kwanza, kwamba kura katika haki zinapokuwa ziko sawa hupigwa. Na imekuja masala ya kura katika surat Al-Imran aya 44. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idh yakhtasimun. Aya hii yathibitisha kura pale zinapokuwa haki zimelingana. Wama kunta ladayhim, na wala Muhammadi hukuwa nao, hukuwepo pamoja nao siku ile, hukuwepo wewe hujui, hii kwako ni jambo la ghaibu. idh yulquna aqlamahum, pale waliporusha kalamu zao wakazitosa kwenye mto.
ayuhum yakfulu Maryam, kwamba nani katika wao jukumu la kumlea Maryamu liwe lake. Pale mama yake Maryam alipokwenda naye Maryam katika msikiti wa Baitul Maqdis, kaenda na binti yake Maryam Baitul Maqdis Palestina, kuwakabidhi Maryam wenye jambo katika ule msikiti wa Baitul Maqdis. Wakazozana, kila mmoja mtaka yeye, mimi nitamlea, mimi nitamlea. Watakhasamu, wakahusumiana, magomvi baina yao, nani amlee Maryam. Mwisho wakapiga kura. Jamani, hapa tupigeni kura, nani amchukue Maryamu? Tupigeni kura. Kura yake ni ipi? Kila mwenye kalamu aitose kalamu yake kwenye mto. Yule ambaye kalamu yake itabakia haitokwenda na maji, basi huyo ndio abebeshwe jukumu la kumlea Maryam. Haya, kila mmoja atupe kalamu yake kwenye mto. Tupa pup pup, zile kalamu zaondoka, ila kalamu moja ambayo ilikuwa ni kalamu ya Nabii Zakaria ikabaki pale pale. Kura ikawa imemwangukia nani? Zakaria, ambaye ndiye nabii wao alikuwa na ndiye mbora wao. Kura hiyo pale zinapokuwa haki zimelingana, nani ana haki kumlea huyu? Kila mmoja ana haki. Kwa kila mmoja ana haki, tupige kura tuondoe utata. Baada ya hapo sasa kila mmoja atakubali kwamba hapo sawa, kura hazikutosha. Wewe sema kura zangu hazikutosha. Hizo ni dalili katika Qur'an, dalili katika Sunna, hadithi muttafaqun alayhi. Ametaja Imam Bukhari na Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal, law watu wangelijua ujira, kheri, thawabu zinazopatikana katika wito wa adhana, katika kuadhini, wasafi alawali, na kusali ile safu ya kwanza msikitini. Ikawa baada ya watu kujua kila mmoja atakaadhini yeye, ikawa baada ya watu kujua fadhila zake kila mmoja ataka safu ya kwanza asipitwe, kiasi kwamba hilo likaleta mgogoro. Sasa vurumai, pisha, sogea, ukavutwa ukakataa, sitaki niache, vurugu msikitini. Wakakosa cha kuondosha vurugu zao zaidi ya wao kupiga kura. Basi wangelipiga kura, kwamba mtu akawa amechaguliwa na kura. Hii ni dalili kwamba yafaa kupiga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika ada zake akisafiri safari za kijihad za kadha, hutoka na mmoja wa wake zake, na kila mke ana haki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haki zilipokuwa ziko sawa, basi hupigwa kura. Itakayemwangukia kura, basi huo ndiye atakayeondoka na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale wengine wanakuwa wako radhi, kwa kuwa kura hazikuangukia wao, kadari haikuangukia wao. Hivyo hivyo watoto wanapokuwa wako na wewe una watoto 7, wataka utoe zaka pishi 5 kwa watoto wako, wawili watakosa, basi usiseme kwamba huyu jamani ndo mkubwa wenu, huyu ndiye mkubwa wenu. Huyu mkubwa na huyu mdogo wote kwako wewe ni sawa. Wala usiseme kusema jamani huyu si mtoto kitinda mimba hiki, jamani kitinda mimba changu hichi, tuanze na hichi kwanza. Akiangaliwa hicho, hawa wote kwako ni sawa. Kwa hiyo hupigwa kura baina yao. Tutapigaje kura? Mfano aina yoyote ya kura, tutachukua labda shilingi. Nani kichwa cha Karume? Mimi kichwa cha Karume. Mimi Mwenge. Waje wawili hapa, huyu Mwenge na tunarusha pup, iangaliwe Mwenge kichwa cha Karume, kichwa cha Karume. Kichwa cha Karume kau, Mwenge umekosa, mfano mpaka wakaisha. Kwa hiyo hawa wale watakaopatikana hawa ndio watakaotolewa zaka. Jamani, tumekubali, sawa, uko radhi, tuko radhi, salamu alaykum wa alaykum salam.
aina hiyo, au waweza kuchukua aina yoyote ya qur'a, ukachukua vijiti ukaviweka, ukamwambia mtoto mdogo chukua peleka huku, itakavyokuwa watu wanafahamu dhahiri. Tayeb, tuishileni hapo kwa leo. Tumeona kwamba baba hujitanguliza yeye, kisha humtanguliza mkewe, kisha kama ana mtumwa humtanguliza mtumwa, kisha ndipo humtanguliza mama yake, kisha humtanguliza baba yake kabla ya watoto wake, na hao watoto anafanya kura baina yao. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ndugu zetu wana maswali huko kwenye Zoom, tafadhali. Sheikh, tunaomba tueleze usahihi wa hadithi isemayo saumu ya Ramadhan haipandishi mpaka kutolewa zakatul fitr. Nakumbuka hiyo hadithi imetajwa, ama usahihi wake Allahu a'lam, kwamba saumu yake inaning'inia, iko angani hapo, yaning'inia, haipaishwi mpaka mtu atoe zakatul fitr. Hadithi hii ameidhofisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwa hiyo ni hadithun dhaif, ameidhofisha katika silsila al-hadithi dhaifa nambari 43. Hadithi sio sahihi. Hivyo unapokuwa hadithi si sahihi, haitofaa kwa mtu yoyote kusema kwamba saumu ya Ramadhan haitakabaliwi mpaka itolewe zakatul fitr, kwa sababu jambo hilo hakuna njia ya kulijua isipokuwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo la ghaibu na haikusihi hadithi. Sisi tumeona kwamba hekima katika hekima za zakatul fitr humtakasa mfungaji kutokamana na maneno ya kipuuzi yaliyomtoka kipindi cha saumu na maneno machafu yaliyomtoka kipindi cha saumu, kumsafisha safisha. Lakini haina maana kwamba saumu yake haitakabaliwi, kwamba imeenda saumu yako iko safi na imekwenda na magutugutu ndio imekwenda hiyo. Haiambii kwamba haikukubaliwa. Utofautiana tu, alitakasa saumu yake na ambaye hakuitakasa dhahiri. Naam. Swali la mwisho anasema, je, kuchinja Eid al-Adha, mke na mume watachinja kila mtu ani kwa pamoja wanaweza, au mume tu akichinja ndiyo inatosheleza? Eid al-Adha hii ni jambo jingine. Kuchinja baba mwenye nyumba akichinja mbuzi mmoja, ng'ombe mmoja, kachinja kwa niaba ya familia yake yote. Naam, lakini sio zakatul fitr. Anaendelea kusema, nimeona baadhi ya tafsiri inasema kuwa Bi Maryam alipelekwa kwa watu wa makanisa, ikisha nikaona kuwa alipelekwa msikitini. Naomba kujua Bi Maryam mama yake alipelekwa kwa watu gani katika kile kisa? Amepeleka Baitul Maqdis. Sasa Baitul Maqdis utaita ni kanisa ile, utaita msikiti, lakini Baitul Maqdis pale ni msikiti. Baitul Maqdis ni msikiti huko Palestina. Naam. Na akapelekwa Mama Maryam kwa viongozi wa pale, kila mmoja anamtaka yeye kumlea. Sasa kura ikapigwa ikamwangukia Zakaria alayhi salam, babake Yahya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Umezungumzia kuhusiana na kwamba zakatul fitr aula zaidi na huingia pale tu ambako jioni ile ya kuamkia siku ya Eid. Ngoja nielewa. Bora zaidi ni asubuhi ya kuamkia Eid. Wajibu magharibi na kuingia siku ya Eid. Naam. Kujuzu siku mbili kabla. Swali lako liko wapi? Hapo kwenye wajibu, na kwamba ikatokea mtu amesilimu kwa wakati huo magharibi, taslimu magharibi, wakati wa wajibu, naam, atatakiwa atolewe. Naam. Hikma ya zakatul fitr tumesema ni kwamba kuitakasa funga ama kumtakasa yule mfungaji. Sasa kama huyo hakufunga chochote, vipi atolewe hiyo? Hekima si moja.
hekima za zakatul fitri si moja kwamba kumtakasa mfungaji kutokamana na saumu yake. Hekima nyingine kwenye hadithi iliyotajwa na hadithi Abdullah ibn Abbas, kaitaja al-Imam Abu Daud na al-Imam Ibn Majah na ameisahihisha al-Allama al-Albani katika Sahihul Jami'. Hekima ya pili, wa tu'matan lilmasakin, na ni chakula kwa ajili ya kupewa maskini. Kwa hiyo ikikosekana hekima ya kwanza, hekima ya pili ipo dhahiri. Tayeb, na ikatokea labda mtu wa kufunga kabisa, alafu yaruhusiwa yeye hakufunga, yaruhusiwa yeye kutoa nanio hakufunga kabisa kwa sababu yake labda ya maradhi au kadha, naam, atatoa zakatul fitr. Na ikatokea labda ni kwa uzembe, kwa mfano wajibu uko pale pale, uko pale. Naam, okay, jazakallahu khair wa iyyak. Naam, basi tukomee hapa, tukuja kuendelea kwenye darasa ya tafsiri ya Qur'ani baada salat al-asr. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.